Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha watu watoke kwa ajili ya swala ya Eid, hata amara bi khuruji nisai. Katika kuamrisha kwake alifikia Mtume Muhammad kuamrisha hata wanawake watoke kwa ajili ya swala ya Eid. Lakini hawa wanawake aliwaamrisha watoke kwa hali zozote, marika yote, wasichana wale, wanawali walioko ndani ya majumba, wanaotawa, wanaosubiri siku zao za ndoa, watoke pia. Lakini hata waliona hedhi pia wakatakiwa watoke kwa ajili ya swala za Eid hizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa usalli wa usallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من البدع. بعدك محمد الله سبحانه وتعالى نكمتك رحمة أماني متوم محمد صلى الله عليه وسلم. Kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuingiza katika mwezi wa Ramadhani na sasa anatutoa katika mwezi huo. Tuna matarajio makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ametulipa na ametuwekea ujira wa yale yote ambayo tumeyafanya katika mwezi wa Ramadhani, ikiwemo ibada kuu ya saumu ndani ya mwezi huo. Ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani unakamilika na mwisho wa mwezi wa Ramadhani kuna Eidul Fitri, na kwenye Eidul Fitri kuna Salatul Eid. Naomba nichukue nafasi hii kwa wasaa huu niweze kuzungumzia swala ya Eid. Kwenye mazungumzo yangu kuhusiana na swala ya Eid nitazungumzia nukta zifuatazo. Nukta ya kwanza, annasu fi fahmi al-Eid, watu katika kuifahamu Eid. Watu wanaifahamu vipi siku ya Eid? Annasu fi fahmi al-Eid sinfani, watu katika kuifahamu Eid wamegawanyika kwenye makundi mawili. Sinfun la yafhamuna minhu illa batala, kuna kundi ambalo halina ufahamu sahihi wa siku ya Eid, fahamu yao ni ya batil. Fahaulai al-Eid indahum allahu wal-la'bu wal-mut'a bit-ta'ami wa husni thiyab, kwa wao Eid ni starehe, kufurahikia, kucheza, kula chakula kizuri, kuvaa mavazi mazuri. Bas fahamu yao imeishia hapo, hawana jengine wanalolielewa kuhusu Eid ila tu kwamba siku ya Eid ni siku ya furaha, siku ya machezo, siku ya kula vyakula vizuri, kuvaa mavazi mazuri. Hivyo basi wanajiandalia siku hiyo na hayo ambayo yatawafurahisha, kiasi ya kuwa Muislamu ikiwa hakupata wasaa wa kula chakula kizuri siku ya Eid, kuvaa mavazi mazuri, haihesabu hiyo siku kwamba ni siku ya Eid, maadamu amekosa kile ambacho ni cha kumfurahisha. Ama sinfu thani, ama kundi la pili katika kufahamu Eid, fa innal Eid indahum Eidun ala kulli hal, ni hili kundi ambalo kwao siku ya Eid ni siku ya Eid kwa kila hali yoyote. Idh kana maana al-Eid indahum ma lahdhahu ad-din fahuwa fihi wa huwa mawjudun fi halatay shidda war-raha, kwa wao siku ya Eid ni siku ya ibada, na siku ya ibada ipo kwa hali zote mbili, iwe ni uko katika hali ngumu ama upo katika hali ya raha. Wao wanaweka furaha katika siku hiyo sawa wamekipata cha kuwafurahisha au wamekikosa, wamepata chakula kizuri au wamekosa, wamepata nguo nzuri au wamekosa. Kwao siku ya Eid ni fursa ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutoa shukrani kwa Allah kwa yale ambayo amewafikia ndani ya Ramadhani nzima. Kwa hivyo tunapaswa kuwa na fikra hiyo, tunapaswa kuwa katika kundi hili la kuelewa siku ya Eid kwamba ni siku ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali na kule kufurahikia kwa vyakula vyetu, mavazi yetu, lakini tusiibomoe siku ya Eid tukaifinikia huzuni,
tukakosa kujua kwamba siku hiyo ni siku ya ibada, eti kwa sababu tu tumekosa mavazi ya kuvaa mazuri au vyakula vizuri vyakula. Muhimu ni tuitie siku hiyo katika nyoyo zetu, tukijua ni siku ambayo ya kujikurubisha kwa Allah, kwani siku ya Eid ina ibada maalum ya swala, lakini siku ya Eid ni siku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa shukrani kwa neema ambazo ametuneemesha nazo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Nukta ya pili ni al-ayadu fil Islam, ni kuweza kuzungumzia Eid katika Uislamu. Eid katika Uislamu ni zipi? Ni zipi siku za Eid ndani ya Uislamu? Laisa fil Islami siwa Eidain, katika Uislamu hakuna isipokuwa Eid mbili, huma Eidul Fitri wa Eidul Adha. Eidul Fitri na Eid ambazo ni Eid ambazo tunazielewa sisi katika Uislamu wetu kama ni hizi mbili, Eidul Fitri wa Eidul Adha. Lakini vile vile Eid ya Yaumul Jumaa pia inahesabiwa katika siku za Eid. Hizi ndizo Eid za kisheria katika Uislamu wetu. Wa hunaka ayadun ma anzala Allahu biha min sultani, ziko Eid nyingine katika Uislamu ambazo watu wameziweka, kad ibtuliya almuslimuna biittikhadhiha, Waislamu wameonjwa kwa kuzifanya kwamba nazo hizo ni siku za Eid, badala ya wao kutosheka na hizi Eid mbili kuu au tatu, Eidul Fitri ambayo inapatikana tarehe mosi ya mwezi wa Shawwal na Eidul Adha ambayo inapatikana tarehe 10 ya mwezi wa Dhulhijja na Eid ya Ijumaa ambayo ni Eid ya kila wiki. Kuna baadhi ya Waislamu hawajatosheka kwa Eid hizi ambazo zipo kisheria, zipo kwa mujibu wa mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badala yake wameweka Eid nyinginezo, ima zilizofungamanishwa na zama ama zilizofungamanishwa na sehemu. Kuna zile ambazo zimefungamanishwa na zama kama Eid za kusherekea mazazi ya mtume, kama Eid za Miraji na Isra. Hizi ni baadhi ya Eid ambazo Waislamu wameziweka, wamezitia ndani ya Uislamu, wakinasibisha kwamba ni siku kuu kwao na wanajikurubisha kwa Allah kwa siku hizo. Lakini vile vile Eid za kuzuru makaburi ya waliokufa kwa sababu ya wema wao, wanahusisha siku maalumu. Zikifika siku hizo za kuzuru makaburi hayo, kwao pia huwa ni siku kuu, ni siku ya Eid, ni siku ambayo kwa wao ni kubwa, ambayo inahitaji kufadhiliwa kivyake. Ndugu zangu, tujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea Uislamu huu, na Uislamu huu ameupa vipimo vya kisheria, na vipimo vya kisheria ni Qur'ani na sunna sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani tukufu na sunna sahihi imetuwekea Eid hizi za kisheria ambazo nimezitaja hapa. Hakuna haja tena ya Uislamu kuzusha Eid nyingine yoyote ambao watajiendeshea katika dini yao. Kuna baadhi ya Waislamu wanajiwekea Eid zao za mazazi, birthday, kila mwaka wanasherekea siku hizo za kuzaliwa kwao, wakiadhimisha kwa sherehe mbalimbali, vyakula mbalimbali, mavazi mbalimbali, kama wanavyofanya Manaswara na Mayahudi kwenye kusherekea hizo siku za mazazi. Sisi Waislamu, ndugu zangu, hatuna mahusiano na siku kuu hizo. Uhusiano wetu upo tu kwenye hizi siku kuu kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa katika Uislamu. Naomba nitoe nasaha, tutoshekeni na Eid zetu na tuacheni Eid za uzushi ama Eid za makafiri ambazo hazina uhusiano na sisi. Lakini vile vile nukta nyingine ni munkaratul ayad, mambo ya munkar katika siku za Eid. Fal munkaratu fi hayati almuslimina fil ayad kathira. Katika siku zetu za Eid utakuta kuna mambo mengi ambayo ya munkar, baadhi yetu sisi Waislamu tunajihusisha na mambo hayo. Katika mambo hayo, minha mawjudatun fi hayatihim fi ghairi al-Eid walakinaha takthuru wa tasdadu fi al-ayad. Katika mambo hayo ya munkar na maovu, utakuta kwamba ni maovu yanayopatikana katika maisha ya Waislamu. Siku zote Waislamu wanajihusisha na maovu hayo, lakini ikifika siku ya Eid utakuta baadhi ya Waislamu wanajihusisha zaidi na maovu hayo. Na nimetangulia kusema kwamba siku ya Eid ni siku ya kujikurubisha kwa Allah, ni siku ya ibada. Haiwekwi tu katika mabano kwamba ni siku ya furaha, kwa hiyo mtu akafurahi vile anavyotaka yeye, akajipa uhuru wa kufurahikia kwa matamanio yake na mawazo yake na fikra zake zinavyompeleka, hata kama ni kwa haramu, ili mradi awe anafurahikia. La, miongoni mwa maovu ambayo labda tunayaweka siku ya Eid tukidhania ni njia mojawapo za kujifurahisha, lakini ni uovu, ni kama haya yafuatayo. Asema atazayyunu bihalqi lihya, kujipamba kwa kunyoa ndevu. Kuna baadhi ya Waislamu, kwa kuwa ni siku ya Eid ile, atakana mtu awe nadhifu, na utakuta mwanamume anakwenda kunyoa ndevu zake kuonesha ishara kwamba mimi najiweka nadhifu,
hii ni siku ya Eid. Ndugu zangu, kufuga ndevu ni ibada na ni sunna kuu katika Uislamu, bali baadhi wanavyoni wamewajibisha hilo, na ni ibada ambayo unaipatia thawabu bila shida, bila mashaka yoyote. Kwa hiyo haingii, japokuwa katika Eid tumeambiwa tujinadhifishe, tuwe wasafi, lakini hili la kunyoa ndevu haliingii katika upande wa kujisafisha katika siku ya Eid. Mengine ni musafahatu nisai ala ajnabiyat wa tabarruji nisai wa tashabbuhi bil kufari fil malabis, ni kupiana mikono. Utakuta katika siku ya Eid wanaume wanapiana mikono ovyo ovyo, hata kwa wanawake ajnabia ambao wanaweza kuwaoa. Utakuta binti huyu na kijana yule wanapeana mikono, wanakumbatiana, na pengine wanaweza kuoana. Nadhani mtoto wa mjomba na shangazi, ni mtoto wa mama mdogo, mama mkubwa, wanaweza kuoana kisheria. Haifai kupeana mkono kwa mwanamke yoyote yule ambaye sheria unaweza kumooa au kumkumbatia. Kweli siku ya Eid ni siku ya furaha, tusalimiane, tupiane mikono, tukumbatiane, lakini angalia wakumpa mkono ni nani, wakumkumbatia ni nani. Wakumpa mkono ni yule ambaye sheria kuruhusu kumpa, dadako, mamako, mzazi wako, yule ambaye hawezi kukuoa, yule ambaye hawezi kumooa, na hilo la rusika moja kwa moja katika Eid. Lakini kuvaa mavazi ambayo yanafanana na wanaume, wanawake wakavaa mavazi hayo, wanaume na wakavaa mavazi ambayo yanafanana na wanawake, ili mradi ikawa watu wamejipamba na mavazi ambao si yao, kwa sababu sheria ya Kiislamu imetupatia mavazi maalum ya wanawake na mavazi maalum ya wanaume. Kwa hivyo inatupasa tujiweke katika mavazi yetu. Sisi wanaume tujiweke katika mavazi yetu, na wanawake nao wajiweke katika mavazi yao, ama sivyo itakuwa ni munkar ambao tuofanya siku ambayo ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini istimail maazif, kusikiza muziki pia katika siku ya Eid. Mtu anaweza kuona kwamba leo ni siku ya furaha, kwa hiyo wacha nisikize muziki. Hapana, ukisikiza muziki unafanya maasi, ni haramu. Katika Uislamu masala haya ya muziki kwa mujibu wa sunna, kwa mujibu wa Qur'ani tukufu, tumeharamishwa usikizaji wa muziki au kuimba muziki. Hata kama muziki ule unamtaja Mtume, muziki ule unamtaja Allah, muziki ule unakuhimiza kuswali, muziki ule unakuhimiza kutoa zaka, kufunga, kwa jumla, hata kama muziki unakuamrisha mema, unakataza maovu, huo ni muziki, ufai kusikiza maadamu muimbaji ametia ala za muziki humo ndani, piano la sikika, gita la sikika, wewe Muislamu hufai kusikiza. Tunachoruhusiwa kusikiza, japo tusikipe sana, maana ni anashid. Anashid ni zile ambazo hazina ala za muziki, ni maneno tu ya mshairi anaghani, anaelekeza katika maelekezo mema, tuweza kusikiza. Japo kuwa wanavione pia wametuambia kwamba tusiwe na ile kuvuka mipaka, kusikiza anashidi tukaacha kusikiza Qur'ani tukufu. Lakini vile vile takhsisu ziyarati al-qubur yawm al-Eid wal-ikhtilatu wal-israf wa ghayriha min al-munkarat, kuhusisha kuzuru makaburi siku za Eid. Kuna baadhi ya watu hawazuri makaburi ya wapendwa wao waliokufa isipokuwa siku za Eid, ama hawajikurubishi kwa Allah kwa kuombea maiti zao, maombi ya kuwatakia msamaha na kuwatakia pepo na kuwatakia kuepushwa na moto, isipokuwa siku za Eid. Tutakuta familia za kusanyika pamoja, wanasema leo ni siku ya kuombea dua familia zetu ambazo zimetuondokea duniani. Nani alikwambia kwamba siku ya Eid ndio siku inayotakiwa watu wakumbuke maiti zao au wafu wao waende makaburini wakusanyike? Hapana, isihusishwe siku ya Eid na mambo hayo. Kama ni ziyaratul kuburi, ipo katika siku zote. Kazuru familia yako, kazuru mtu wako alikufilia, ili uende ukamwombee dua. Lakini pia kama ni kukumbuka maombi na kumtilia dua na kumtakia msamaha maiti yako, ni wakati wowote, muda wowote. Si lazima iwe ni Eid mpaka Eid. Itakuwa tumehusishia siku hii jambo ambalo halikuwa ni lengo la siku ya Eid kufanyiwa hivyo. Wala haina maana kwamba siku ya Eid hatufai kuwakumbuka watu wetu waliokufa kwa kuwekea dua na kuwafanyia maombi. Lakini tunachosema sisi hapa ni kuwa wewe huna siku unawakumbuka maiti zako na kuatilia dua ila siku ya Eid tu. Tutakwambia umehusisha jambo mahala ambapo halitakiwi kuhusishwa na mahala hapo. Hili ndilo ambalo tutakiwa tuwe ni wenye kufahamu. Baada ya kuzungumzia munkaratul ayad, maovu ya siku ya Eid haya ambayo tutakiwa tuyaepuke nayo, na badala yake tujihusishe na mema na mazuri na taa. Hiyo Qur'ani ambayo tumeisoma Ramadhani, hata siku ya Eid unaweza kuendelea kuisoma, haijaisha ubora wake. Dhikri, kumtaja Allah, kumswalia Mtume, mambo ambayo tumejihusisha nayo katika mwezi wa Ramadhani, haina maana siku ya Eid hayo hayapo. So kuna baadhi ya Waislamu wanaona kama siku ya Eid ni siku ya starehe tu, kula tu, kunywa tu, kutembea tu huku na kule, lakini si siku ambayo mtu anaweza kusoma Qur'ani, akaleta adhkari, akaenda msikitini kuswali swala za jamaa na mengineo ambayo ya khair. Hapana,
tusherekeeni kisheria, lakini tusisherekee kibatil, na tukasahau kwamba siku ya Idi ni siku ambayo tutakiwa zaidi pia tuweze kujikurubisha kwa Allah. Ndio maana kukawekwa swala maalumu ya Idi. Kwa nini kuna swala ndani ya siku ya Idi? Ni kwa sababu siku ya Idi ni siku ya kujikurubisha kwa Allah. Kwa nini siku ya Idi kuna takbira? Kwa sababu siku ya Idi ni siku ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tusiyatupe haya tukaweka fikra zetu tu kwenye starehe na michezo na ziara za hapa na pale, tukajisahau kwamba hii ni siku ambayo tutakiwa vile vile tuwe na mahusiano mazuri na Mola wetu. Twende katika nukta nyingine, akhtaul musallina fi salati al-Eidain, makosa ya wenye kuswali katika swala za Idi mbili. Ndugu zangu, kuna baadhi ya makosa ambayo sisi baadhi yetu Waislamu twayafanya kwenye hizi siku mbili zetu za Idi, Eidul Fitri wa Eidul Adha. Makosa hayo ni kama yafuatayo. Kosa la kwanza, at-tasahulu fi salati al-Eidain wal qawlu bi sunniyatiha, watu kupuzilia mbali swala za Idi mbili hizi, swala ya Eidul Fitri na swala ya Eidul Adha. Watu wakapuuza na wakakosa kuitilia umuhimu swala hii, wakasema kwamba bana, si ni sunna tu hii swala, kiasi ya kuwa mtu hata asione dharura yeye ya kwenda kuswali swala ya Idi, badala yake akashughulika na biashara zake. Asema Imamu Shaukani rahimahullah, ilam anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, jua kwamba mtume lazama hadhihi sala, mtume aliidumisha hii swala ya Idi fil Eidain, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lazama hadhihi sala fil Eidain, swala ya Idi mtume alidumu nayo. Hakuna mahala ambapo mtume ilifikia mwaka labda akakosa kuswali swala ya Eidul Fitri ama Eidul Adha, walam yatrukuha fi Eid min al-a'yad, wala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye hakuacha siku yoyote ya Idi katika Idi hizi. Wa amara an-nasa bil khuruj ilaiha, lakini lenye kuonesha kwamba swala ya Idi haiwezi kuwekwa katika daraja kwamba ni sunna na watu wakategemea hivyo, kuonesha kwamba swala ya Idi ipo katika daraja ya wajibu, kama anavyosema al-Imam Shaukani huna, asema amara an-nasa bil khuruji ilaiha, kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha watu watoke kwa ajili ya swala ya Eid. Hata amara bi khuruji nisai, katika kuamrisha kwake alifikia mtume Muhammad kuamrisha hata wanawake watoke kwa ajili ya swala ya Eid. Lakini hawa wanawake aliwaamrisha watoke kwa hali zozote, marika yote, wasichana wale, wanawali walioko ndani ya majumba, wanaotawa, wanaosubiri siku zao za ndoa, watoke pia. Lakini hata waliona hedhi pia wakatakiwa watoke kwa ajili ya swala zaidi hizi, pamoja na kutakiwa wao kujiepusha na swala ile, bali wahudhurie lile kongamano na lile jumuiko la Waislamu ambalo ni la baraka na khair, waende wakasikize khutba ambayo itatolewa, itakayotoa mwongozo kwa Waislamu kusimama na sheria na amri za Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili hii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kufikia kuamrisha wanawake, alimwamrisha mpaka yule mwanamke ambaye hana jilbaba, hata amara man la jilbaba laha an talbisaha sahibatuha min jilbabiha, mpaka yule mwanamke ambaye hana vazi la kumtoa kwenda katika msala wa Eid, hana vazi la kisheria jilbab, akaambiwa aazime kwa mwenzake ili mradi aweze kufika kwenye swala ya Eid. Hii inaonesha hadha kulluhu yadullu ala anna hadhihi sala wajiba. Imam Shaukani asema hii inaonesha fika kwamba swala ya Eid ni wajib, kudumu nayo mtume Muhammad bila kuacha katika umri wake, kuamrisha watu watoke mpaka wanawake. Indalla ala shay'in fa inma yadullu ala wujubi hadhihi sala, inaonesha fika kwamba hii swala ya Eid ni wajib. Lakini vile vile katika dalili zenye kuonesha kwamba swala ya Eid ni wajib, annaha musqitatun liljum'a idha ittafaqata fi yawmin wahid, kwamba swala ya Eid inaweza kuondosha swala ya Ijumaa zitakapokutana swala mbili hizi, kama thabata ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyothubutu kutoka kwa mtume aliposema indama jitama al-Eid wal Jumaa fi yawmin wahid, pale ilipokusanyika Eid na Ijumaa kwenye siku moja, mtume akasema ijtama fi yawmikum hadha Eidani, leo kumekusanyika Eid mbili kwenu, faman shaa ajzaahu min al-Jumaa wa inna mujammi'un, atakaye anaweza kutoshelezwa Ijumaa na Eid, lakini sisi tunachanganya Eid pamoja na Ijumaa. Hadithi hii
inaashiria kwamba mtu anaweza kuachana na Jumaa ndani ya siku ya Idi iliyowafikiana na swala ya Ijumaa. Wako baadhi ya wanavioni kwamba wamesema licha kwamba labda mtu badala kuswali Jumaa aweza akaswali swala ya dhuhuri nyumbani kwake badala kwenda kuhudhuria Ijumaa, maadamu yeye ameswali swala Eid. Kuna baadhi wanaviona wamesema hata hiyo dhuhuri pia haimwajibiki, maadamu ile swala ya Eid imeondosha Ijumaa na Ijumaa iko mahala pa dhuhuri, ina maana huyu mtu moja kwa moja ataswali swala yake itakofuatia swala ya alasiri. Wako wanavioni ambao wanazungumzia masala haya, ikionyesha fika kwamba haitakuwa hivyo, isipokuwa ni kuonesha kwamba hii swala ya Eid ni wajib. Akasema wa min al-ma'lumi anna ma laysa biwajib la yusqitu ma kana wajiban, lililo wajibu lisilokuwa la wajibu haliondoshe lililo la wajibu. Kama ilikuwa swala ya Eid ni sunna, kwa nini swala ya Eid iondoshe swala ya faradhi ya Jumaa? Inaonesha fika mpaka swala ya Eid kuiondosha Ijumaa ni dalili kuonesha kwamba swala ya Eid ni wajibu. Na katika miongozo iliyopo kuhusiana na swala ya Eid kuambatana na Ijumaa, kama hii ambayo inakuja, yawezekana kama kesho Alhamisi haitakuwa ni Eid, bila shaka itakuwa Eid ni siku ya Ijumaa. Zimekusanyika Eid mbili, Eidul Jumaa wa Eidul Fitr. Miongozo iliyopo ni kwamba watu wanaweza kutoshelezwa na Jumaa, badala ya kwenda msikitini kuswali swala ya Ijumaa wanaweza kuswali swala za dhuhuri majumbani mwao. Lakini vile vile imamu anatakiwa kuiweka hii swala ya Jumaa ili yule ambaye atataka kwenda kuswali swala ya Jumaa na aende akaswali, na yule ambaye hakuwahi kuswali swala ya Eid awe atalazimika kwenda kuiswali swala ya Jumaa. Mbali na ule msimamo mwingine ambao wanavioni pia wameusimamia kwamba mtu anaweza kutoswali hata hiyo dhuhuri, lakini akaswali swala ya alasiri. Ila kauli ambayo imepewa nguvu zaidi ni Muislamu ambaye ataacha kuswali swala ya Jumaa hakisha kwamba ataswali swala ya dhuhuri, hata lazimika tu kwenda msikitini kuhudhuria Jumaa ama kuiswali swala ya dhuhuri kwa jamaa, anaweza kuswali swala ya dhuhuri nyumbani kwake. Wanavyoni walioipatia hukumu swala ya Eid kuwa ni wajib wamefikia kusema kwamba swala ya Eid inaiondosha swala ya Jumaa, na mtu anaweza hata kuswali swala inayofuatia baada hapo ikawa ni alasiri. Ndugu zangu, wakati thabata annahu sallallahu alaihi wasallam lazamaha jamaa mundu shuri'at ila an mata, imethubutu kwamba mtume aliswali swala Eid kwa jamaa tangu ilipoanzishwa mpaka mtume alipokufa. Wandamma ila hadhihi mulazama daima amruhu linnasi bi an yakhruju ila as-salah, na mulazama huno, mshikamano huno wa kuiswali swala hii ya Eid kwa jamaa, mtume aliamrisha iswaliwe hivyo, na watu waliendelea kuswali hivyo ila yaumina hadha, tunaiswali swala ya Eid kwa jamaa. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-Fatawa rahimahullah, anasema al-Imam Ibn Taymiyyah katika fatawa zake asema rajahna, tumetilia nguvu anna salata al-Eid wajiba, kwamba swala ya Eid ni lazima ala al-ayani kwa kila mtu, sio kwa labda ni sunna au ni faradhi kifaya. Al-Imam Ibn Taymiyyah anasema tumetilia nguvu kauli isemayo kwamba swala ya Eid ni wajib juu ya kila Muislamu. Asema wa hadha qawlu ma qalahu Abu Hanifa, al-Imam Abu Hanifa ameenda na msimamo huo kwamba swala ya Eid ni wajib, wa ghayruhu na wengineo, wa huwa ahadu aqwali Shafi'i, na ni moja katika kauli za Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i moja katika kauli zake amesimama kusema kwamba swala ya Eid ni wajib, wa ahadul qawlaini fi madhhab Imam Ahmad, lakini kauli moja wapo katika kauli mbili za Imam Ahmad kwamba swala ya Eid ni swala ya wajib. Wanavyoona wamesimama na msimamo huno, na wanataka msimamo huno uwe ni wenye kuzungumziwa ili Waislamu wasipuzilie swala ya Eid, kwa sababu Waislamu siku hizi wana ile tabia ya kutaka kujua kwani swala hii hukumu yake ni nini. Akiambiwa kwamba ni sunna, haioni muhimu swala hiyo, lakini jua ya kuwa hata swala ama ibada ikiwa itapawa hukumu ya sunna, jua ya kwamba sunna ni ibada ambayo ina msaada mkubwa katika maisha ya Muislamu. Hujasikia kwamba sunna itakwenda kukuzibia makosa yao katika faradhi? Haitoshelezi hiyo wewe kuitilia umuhimu swala ya Eid, kwamba swala zako zaidi ambazo utakuwa umeziswali katika maisha yako japo kuwa ni sunna kama unavyosema, huoni kwamba moja katika faida yake kubwa ni kwamba swala zako zaidi ulioziswali katika maisha yako yote zitakwenda kuziba kwenye makosa na mapungufu ulioyafanya katika swala za faradhi? Hivi sisi tu wakamilifu katika swala za faradhi?
Ama swala zetu za faradhi zina matatizo tungu nzima? Bila shaka zina matatizo tungu nzima. Basi ili twende tukaondokewe na mapungufu katika swala za faradhi, tunatakiwa tujihusishe na swala za sunna. Na moja katika swala za sunna ambazo baadhi yetu na baadhi ya wasomi wanazungumzia ni hiyo swala ya Eid, kwamba kuna baadhi ya wasomi wanasema swala ya Eid ni swala ya sunna ambayo imekokotezwa. Lakini kauli ambayo imepawa nguvu zaidi na ambayo Waislamu wanatakiwa waipatie kipaumbele ni kuhakikisha kwamba swala ya Eid tunaipatia hukumu ya wajibu, ili Waislamu wasiikose swala hii, kwa kuwa mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuikosa swala hii katika maisha yake yote, lakini vile vile pia aliwaamrisha watu watoke. Kosa la kwanza ni hilo la Waislamu kuipuuza swala ya Eid kwa misingi ya kuwa ni sunna. Hata tukisema kuwa ni sunna, hupaswi Muislamu kuipuuza swala ya Eid, kwa kuwa mtume wako Muhammad hakuipuuza swala hiyo, na swala ya Eid itakuwa na msaada mkubwa kwenye kuziba faradhi zako ambazo zilikuwa na makosa. Twende katika kosa la pili kwenye swala ya Eid, tarku salati al-Eid fi musalla. Ni Waislamu kuacha kuswali swala ya Eid katika mswala. Ma hiya al-musalla? Al-musalla ni sehemu pana ya uwanja nje ya mji ambao umehusishwa kwa ajili ya kuswaliwa swala ya Eid. Asema inna salata al-Eidain mahalluha al-musalla lal masjidu. Mahali pa kuswaliwa swala ya Eid ni katika mswala, si msikitini. Maajawazi hafihi, pamoja na kufaa kwake. Hatusemi kwamba haifai kuswaliwa swala ya Eid katika msikiti, tunasema yafaa. Lakini kufaa kwake ni dharura, iwe imetokea Waislamu kuswali humo ndani ya msikiti. Isiwe ni kusudi, pamoja na kuwa kuna sehemu za kuswaliwa swala hiyo katika uwanja, kwa dalili zifuatazo. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatha ala hudhuri al-huyadh salat al-Eid. Mtume aliwahimiza wanawake walio na hedhi wahudhurie kuswali swala ya Eid kwenye mswala. Wal masjidu la yasluhu li hudhurihinna. Ikiwa mtume amewahimiza watu wanawake watoke pamoja na hedhi zao waende kuswali swala za Eid, wapi wataswali swala za Eid? Wahudhurie kongamano la swala ya Eid, wapi watahudhuria kongamano la swala ya Eid? Na wao wapo katika hedhi. Falam yabqa illa an yakuna hudhuruhunna lilmusalla. Hakuna mahala pengine ambapo wanawake watakwenda kuhudhuria kongamano la Eid isipokuwa katika mswala, kwa sababu msikitini hawataruhusika kuingia kwa sababu ya hedhi zao. Pili, annahu waqa at-tasrihu bihi fi ghairi hadithin. Kumekuja kauli wazi wazi za kuhimizwa watu wakaswali swala za Eid katika uwanja badala ya msikiti. Hadithi sio kwa moja. Miongoni mwa hadithi hizo, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Allah yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla. Hadithi wazi imeashiria kwamba mtume mwenyewe alikuwa akitoka kwenye siku ya Eid al-Fitri na kwenye siku ya Eid al-Adha kwenda katika mswala. Fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-sala. Jambo la kwanza ambalo mtume akifika katika uwanja wake wa swala alikuwa ni kuiswali swala ya Eid. Hadithi hii kwa Imam Bukhari, lakini vile vile al-Imam Muslim. Wa hadha madhhabu al-a'imma al-arba'a wa ghayruhum. Huu ni msimamo wa maimamu wanne wote, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad na wengineo, wakisema kwamba swala ya Eid mahala pake hasa asli ni kwenye uwanja wala si msikitini. Msikitini ni hatua ya pili patakapokuwa pamepatikana dharura ya kuswali humo msikitini. Na dharura ziko kadhaa. Iza kwa mvua imenyesha, hatuwezi kwenda kuswali uwanjani, ama hatuna huo uwanja wa kuiswali swala hiyo ya Eid, hapo itatulazimu sisi kwenda kuswali swala ya Eid msikitini. Lakini katika madhehebu haya, wasomi wa madhehebu hayo wamezungumzia kauli zifuatazo. Mmoja katika wasomi wa dhehebu la Imam Malik ibn al-Hajj al-Maliki asema wa sunnatul madhiya fi salati al-Eidain, sunna inayoendelea katika swala za Eid mbili, antakuna fi musalla, ni swala hiyo ya Eid kuswaliwa katika mswala. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwa kuwa mtume amesema salatun fi masjidi hadha, mtume anasema swala itakoswaliwa katika msikiti wangu huu Masjidun Nabawi ulioko Madina, afdalu, ni bora min alfi salatin fiha fi maswahu, ni bora kuliko swala 1000 zitakazoswaliwa katika msikiti mwingine, illa almasjidul haram, isipokuwa Masjidul Haram kuliko na al-Kaaba.
atakeswali katika Masjidul Kaaba, Masjidul Haram, msikiti ule na al-Kaaba pale, mwenye kuswali swala hapo ana daraja ya 100,000 anapata fadhila, na yule ambaye ataswali katika msikiti wa Mtume ana daraja ya 1000. Sasa angalia daraja ya swala kwenye msikiti wa Mtume ukilinganisha na daraja ya swala katika misikiti mingine sio kwa hii. Asema pamoja ma hadhihi alfadhila alazima kharaja sallallahu alaihi wasallam wa taraka. Pamoja na ubora huu mkubwa wa kuswali swala katika msikiti wake, Mtume Muhammad aliuacha msikiti wake na akaenda kuswali swala ya Idi uwanjani. Nani kama mimi msikiti wangu ni bora, kwa hivyo siwezi mimi kuuacha msikiti huno nikaenda kuswali kwenye manyasi. Msikiti wako utashinda msikiti wa Mtume kwa ubora. Pamoja na ubora wa msikiti wa Mtume Muhammad, Mtume aliacha msikiti wake na kaenda kuswali swala hiyo ya Idi katika uwanja maalum ambao ulikuwa umeandaliwa kwa ajili hiyo. Lakini vile vile imekuja misimamo katika madhehebu ya Imam Abu Hanifa, msimamo unaosema hivi: al-khuruju ila al-jabbana fi salati al-Eid, kutoka katika uwanja kwenye swala ya Eid sunnatun, ni sunna. Wa in kana yasauhum al-masjidu al-jami'u, hata kama ule msikiti wa Ijumaa unawatosha. Ala hadha ammatu al-mashayikh wa huwa sahih, msimamo huo umesimamiwa na mashekhe wote na ndio msimamo sahihi. Mtu anaweza kwa wasema bwana, msikiti wetu ni mkubwa huno, unatosheleza mji mzima, kwa nini tutoke tu tukaswali swala nje ya msikiti kwenye uwanja? Mashekhe wanasema hata kama msikiti wenu ni mkubwa kiasi gani, unakusanya mji mzima kwenye swala ya Juma. Kuna baadhi ya misikiti, baadhi ya miji kwenye mji wao kuna msikiti wa Ijumaa. Ikifika siku ya Ijumaa wanaacha misikiti yote wanaoswali swala tano za kila siku, wanakwenda kujumuika kwenye msikiti huo wa Ijumaa. Sasa wanasema wasomi kwamba hata kama msikiti wenu huo wa Ijumaa unawakusanya nyote, kisha swala ya Idi mkaiswali uwanjani. Hii ndio sunna sahihi ambayo imetoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Ibn Qudama anasema katika miongozo aliyoiweka kwenye kitabu chake Al-Mughni, na al-Imam Ibn Qudama ameegemea katika madhehebu ya Ahmad rahimahullah, asema sunna an yusalla al-Eid fi al-musalla, sunna ni Idi iswaliwe katika uwanja. Amarahu dhalika Ali radhiyallahu anhu wastahsanahu al-Auza'i wa ashabu ar-ra'i wa huwa qawlu Ibn al-Mandhur. Hizi ni kauli ambazo zimesimamiwa na wasomi lakini vile vile katika sahaba akiwemo Imamu Ali radhiyallahu anhu ambaye ni khalifa katika makhalifa wale wanne. Lakini vile vile wasomi katika miongoni mwa tabi'ina na tabi'in wameweza kusimama na umuhimu na ubora na usawa wa Waislamu kuiswali swala ya Idi katika uwanja. Wakad istamarra al-amalu ala hadhihi sunna, na jambo hili la kuiswali swala ya Idi uwanjani limeendelea. Sunna hii ya kuiswali swala ya Idi uwanjani ni sunna iliyoendelea fi sadr al-awwal, katika zama za kwanza za maswahaba. Illa idha kanat dharuratu min matarin, wa isipokuwa patakapokuwa kuna dharura ya mvua au dharura nyinginezo. Hili ndugu zangu ndilo ambalo lawapatia Waislamu kujuana, lakini vile vile kujenga ule undugu wao. Waonaje kwamba Waislamu wamejumuika sehemu moja? Mfano hapa kwetu Mtwapa, watoke watu wa Majengo, watoke watu wa Shanzu, wengine Kikambala, wamekusanyika mahali pamoja kwa ajili ya swala ya Eid, ambao labda ingekuwa ni vigumu wao kuonana, lakini swala ya Eid imewakusanya hapo pamoja. Tunatakiwa ndugu zangu tuhakikishe kwamba tunaidumisha sunna hii ambayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikariri na aliendelea nayo mpaka kufa kwake. Kwa hivyo misikiti yetu tuiache, hata kama ni mizuri, ni mipana, ni mikubwa, tuiache tukaswali swala ya Eid uwanjani, na tuhimizane kufanya hivyo, kwa sababu ndio sunna ambayo itatupatia sisi mwongozo kwenye swala hii ya Eid. Tuswalini swala zetu kwa mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufanyeni ibada zetu kwa mwongozo wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mwongozo bora si mwingine isipokuwa mwongozo wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Mtume aliswali swala zake za Eid uwanjani, kwa nini na sisi tusidumu katika kufuata mwongozo huo? Swala ya Eid hapa Mtwapa kawaida huwa tuiswali katika uwanja wa shule ya msingi ya Mtomondoni, na insha Allah biidhnillah taala tutaswali katika uwanja huo saa 2 kamili bila kupunguza
wala kuongeza dakika. Alhamdulillah, safari hii tumeweza kupata majamvi na mikeka ya kutosha. Waislamu wahudhurie kwa wakati na kwa wingi, watu wajulishane, watu watoke majumbani kama Mtume alivyohimiza, hata wanawake kwa watoto. Mara nyingi sisi huwa tunatoka tunaacha watoto wetu, wake zetu majumbani. Swala ya Eid ni ya kila mtu na himizo lake ni kubwa. Kwa hivyo lazima tujumuike pamoja kwa ajili ya swala hiyo. Kwa hivyo swala ya Eid pale kwenye shule ya msingi ya Mtumondoni tutaiswali saa 2 kamili. Watu waje na udhu wao, kwa mara nyingi watu na uhaba wa maji. Na uhaba wa majamvi kidogo naona unaenda ukipungua. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa taufiki na atatuwezesha kuweza kukamilisha kile ambacho tunakihitaji. Changamoto nyingine ambayo ipo ni changamoto ya vifaa vile vya kupazia sauti. Japokuwa tunaye bwana mmoja ndugu yetu ambaye anatudhaminia vifaa hivi tangu tulipoanza kuswali swala ya Eid pale uwanjani mpaka sasa anaendelea kutusaidia na vifaa hivyo. Lakini ikiwa tutaweza kupata vifaa ambavyo ni vizuri zaidi, vina nguvu zaidi, basi pia itakuwa ni bora. Yani namaanisha kila siku ya Eid ikifika viwe vifaa hivyo vinapatikana, itakuwa ni bora zaidi. Na hatuhitaji kununua vifaa kuviweka mahala, itakuwa ni kupoteza, kwa sababu huwezi ukanunua vifaa ukaviweka msikitini havitumiki isipokuwa Eid mpaka Eid. Muhimu ni kupatikana vifaa ambavyo tutakuwa na uwezo wa kuvikodisha kile ikifika siku ya Eid ili tuweze kuvitumia kwa muda huo. Na tukifanya hivyo tutakuwa tunaimarisha mahala pale. Kwa kweli kuswali kwetu uwanjani kwenye shule ya msingi ya Mtumondoni tulianza kwa idadi ndogo tu. Labda misikiti miwili, Masjid Huda pale Asalafi, lakini Masjid Ansar Sunna. Lakini hivi sasa tuna misikiti takriban yote ya Mtwapa, lakini misikiti hata jirani ya miji mingine pia huwa wanakuja kujumuika na sisi kwenye uwanja ule. Hii ni fahari kubwa, ni khairi kubwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia nao kwenye miaka kadhaa iliyopita na mpaka sasa. Tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie swala hii iweze kutimia kwa idadi kubwa ya Waislamu, lakini tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya swala hii kuswali na yale mengine yote ambayo tumeyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani iwe ni faida kwetu na jaza kwetu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuweza kupata malipo na thawabu kwa ibada hizo. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.